Israel imesema itaendelea kudhibiti sehemu ya kusini mwa Lebanon hata baada ya vita dhidi ya kundi la Hezbollah kumalizika, huku waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameeleza kuwa eneo la usalama litaanzishwa ndani ya Lebanon. Udhibiti huo utafika ndani ya mto Litani ulioko takriban kilomita 30 kutoka mpaka wa Israeli. Katz pia amesema nyumba zote katika vijiji vya Lebanon vilivyo karibu na mpaka wa Israel vitabomolewa. Hata hivyo, inalenga kuondoa vitisho vya kiusalama vinavyotoka katika maeneo hayo, akifananisha mpango huo na operesheni zinazofanyika Rafah na Beit huko Gaza. Waziri wa ulinzi wa Lebanon, Meja Jenerali Michael Menassa, alikosoa kauli hiyo akisema ni ishara ya wazi ya uvamizi mpya. Hatua hiyo inalenga kuikalia ardhi ya Lebanon na kuwahamisha kwa nguvu raia wengi. Kwa upande mwingine, nchi za Ulaya, Kanada na Umoja wa Mataifa pia zimelaani mpango huo wa Israeli. Israeli ilituma wanajeshi wake kusini mwa Lebanon mnamo tarehe 2 Machi na kuanzisha mashambulizi makubwa. Hatua hiyo ilifuata mashambulizi ya roketi ya Hezbollah dhidi ya kaskazini mwa Israel. Mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi baada ya Israeli kumuua kiongozi mkuu wa Iran. Tangu mapema Machi, watu wasiopungua 1238 wameuawa nchini Lebanon, kulingana na Wizara ya Afya, huku miongoni mwao wapo watoto wasiopungua 124 pamoja na wahudumu wa afya 52, huku zaidi ya watu milioni 1 pia wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na vita hivyo. Kwa upande wa Israel, wanajeshi 10 na raia 2 wameuawa na mashambulizi ya Hezbollah. Pia walipotiwa kuuawa walinda amani 3 wa Indonesia na waandishi wa habari 3 wa Lebanon, huku jeshi la Israeli likidai kuwa baadhi ya waandishi hao walikuwa magaidi bila kutoa ushahidi. Katz alisema baada ya operesheni hiyo ya kijeshi, Israeli itabaki ndani ya Lebanon kuimarisha usalama, huku wakazi zaidi ya 600,000 waliokimbia wataruhusiwa kurejea kusini mwa Litani. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha usalama wa wakazi wa kaskazini mwa Israeli unarejeshwa. Maofisa wa kimataifa wameonya kuwa hali ya kibinadamu Lebanon inazidi kuwa mbaya, huku vituo 51 vya afya na hospitali kadhaa zikifungwa au kuharibiwa kutokana na vita hivyo. Viongozi wa Lebanon wameeleza kuwa hatua hiyo ni adhabu ya pamoja kwa raia na zinaweza kuchochea migogoro zaidi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.